Karibuni. Asante. Hiki ni kipindi cha Wadada Center ambacho kazi yake kubwa ni kuwapa wasichana fursa ya kwenda kutafuta mitaji na kuweza kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo kikubwa sisi hapa ni kuwaongoza namna nzuri sahihi ya kuweza kufanikiwa kwenye maisha. Ukitusikiliza miongozo yetu, mikataba yetu, utafanikiwa. Lakini ukienda kufanya vile ambavyo umezoea wewe, utapata changamoto. Na tunaziona kila siku wadada wanarudishwa hapa, ulifuatilia, hawafuatilii maelekezo tunayo hapa. Kwa hiyo na nyinyi ni mmekuja, of course kuna mwenyeji katikati yenu ambaye nafikiri na yeye amepata experience nzuri ya kufanya kazi na sisi. Changamoto ni chache zilizokuwepo ambazo zinafanywa marekebisho, lakini kwa nyinyi wengine wapya nachotaka kusema ni kwamba lazima mfuate taratibu zetu. Sisi kuna namna tunaamini, kuna misingi ya kazi tunaifuata, tunaisimamia. Hiyo ndio inatufanya sisi tuwe tofauti na waajiri wanaofanya kazi na sisi wanavutiwa na hivyo na hiyo miongozo yetu. Sisi tunaelewana? Ndiyo. Kwa hiyo karibuni. Asante. Maria, naona umerudi, karibu tena. Asante. Vipi, umerudi kwa mipango gani za safari hii? Maana ushafanya kazi na sisi mwaka mmoja. Sasa hivi una mipango gani? Malengo ya sasa ni yapi? Malengo yangu mimi binafsi. Kwa sasa hivi yani ulivyorudi tena kwenye mradi wetu wa Dada Center. Kitu gani kimekupa msukumo wa kusema ngoja nirudie tena mkataba mwingine? Ni kupambana tu, bado lengo langu ambalo nimetarajia kufika. Yaani inanibidi tena nirudi, nipambane. Bado hujafikia lengo. Sawa, lakini kwa upande wa taratibu, sheria, miongozo tunayotoa, umejipangaje kuhakikisha unakuwa bora zaidi? Maana tunataka kuona wadada nao wanakuwa. Yaani unatoka kwenye hatua ya traditional, unaenda smart, unaenda professional. Unless kama umetimiza malengo ya kupata hela unayotafuta, lakini kwenye utendaji wa kazi umejipangaje kwenda kufanya kazi kwa ubora zaidi ya mkataba ulioisha? Ni kurekebisha yale ambayo bosi wa kule alisema kwamba ni mapungufu nilionayo. Kujirekebisha ili asijirudie tena kwa mara nyingine huko ninapoenda. Okay, nasikia umeshapangiwa unaelekea Zanzibar. Ndio. Ushawahi kufika Zanzibar? Sijawahi kufika. Umejiandaje sasa kwenda sehemu mpya ambayo hujawahi kufika, lakini kuhakikisha kwamba bosi wako huyo mpya unaenda kumhudumia vizuri, umejiandaje? Mimi nimejiandaa ni kufika, kufuata maelekezo ambayo wanakuelekeza wahusika walioko huko. Na kuyatii basi. Na kuyatii. Okay. Na vipi kuhusu kuboresha utendaji wako wa kazi? Maana unaweza kupewa maelekezo ambayo wakati mwingine uwezo ni mkubwa sana wa kuyafanya na wewe uwezo wako bado uko chini. Kama tunavyosema level ya traditional dada ni dada kidogo ambaye anahitaji kuendelea kujinoa zaidi. Kwa hiyo umejiandaje kwenye kujinoa, kwenye kusafi, kupika, kama kuna watoto waangalie vizuri, umejipanga vipi kuhakikisha unatoa huduma bora? Yaani nimejipanga vipi? Ili hiyo yote vitimie vizuri na inabidi nifuate muongozo wa bosi wangu, jinsi atakavyonipa ratiba za nyumbani kwake na jinsi atakavyotaka usafi wake ufanyike. Haya, sawa, karibu. Asante. Nakutakia majukumu mema. Haya.